Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri na hiyo ndio furaha yetu. Basi tunatumia fursa hii kwa karibisheni tena kusikiliza awamu nyingine ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanaendelea kutengeneza vichwa vya habari katika muktadha wa kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kifaa cha mlipuko cha aina ya ndege isiyokuwa na rubani ya kujitoa muhanga yani drone kamikaze kilishambulia asubuhi ya Jumapili tarehe 24 Mei moja ya majengo ya taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa asili yani ICCN huko Rumangabo katika wilaya ya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini, eneo ambalo linaendelea kukumbwa na mvutano wa kiusalama unaohusiana na mgogoro wa M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na Bwana Methode Uhoze ambaye ni afisa wa mawasiliano wa hifadhi ya taifa ya Virunga, alidai kuwa shambulio hilo lilitokea majira ya saa 2 asubuhi. Lengo lililolengwa linadaiwa kuwa ni makao makuu ya ICCN yaliyo karibu na miundombinu ya hifadhi hiyo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa kulikuwa na uharibifu mkubwa wa mali. Jengo lililolengwa liliteketea kwa moto na paa lake kuharibika vibaya. Timu za kiufundi zinaendelea kutathmini kiwango kamili cha uharibifu. Hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kuhusu uwepo wa wafanyakazi ndani ya jengo hilo wakati wa shambulio hilo. Wakati huo vyanzo vingine vya ndani vinaeleza kuwa kulikuwa na shambulio jingine katika majira ya asubuhi lililolenga karakana ya mafunzo ya ufundi kwa wanawake, hususan wajane wa watumishi wa hifadhi ya Virunga iliyoko umbali wa chini ya kilomita 8 kutoka kambi ya kijeshi ya Rumangabo. Hakuna vifo vilivyoripotiwa, ingawa jengo hilo limeharibiwa kabisa. Hadi sasa chanzo cha shambulio hilo hakijafahamika. Uchunguzi unaendelea ili kubaini waliohusika pamoja na namna drone hiyo ilivyokuwa ikiendeshwa. Katika mazingira ya ukosefu wa utulivu wa kiusalama katika eneo hilo, baadhi ya wachambuzi wanahusisha shambulio hilo na uwezekano wa kuhusika kwa nguvu za nje, hasa kutokana na muktadha wa mapigano ya kati ya jeshi la Kongo na wahasi wa M23. Hata hivyo, nadharia nyingine zinaeleza kuwa huenda lilikuwa ni kosa la kulenga shabaha katika operesheni za kijeshi zinazoendelea. Hadi kufikia sasa wala ICCN wala serikali ya Kongo hawajatoa taarifa rasmi inayoeleza kwa undani tukio hilo. Ukimya huo unaendelea kuzua maswali mengi wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika eneo hilo la Kivu Kaskazini. Shambulio lingine la bomu ambalo chanzo chake bado hakijajulikana lililenga nyumba ya wageni yani guest house iliyoko huko Rubaya, eneo la Kanyenchuki, grupema ya Mufunyi Kibabi, wilayani Masisi huko mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyolingana, vilidai kuwa jengo hilo lilikuwa limetekwa na wahasi wa FCM23 RDF tangu walipoingia katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa lilikuwa limegeuzwa kuwa gala la kuhifadhi silaha na risasi pamoja na ofisi ya utawala iliyokuwa ikitumiwa na muhasibu wa harakati hiyo anayedaiwa kuwa raia wa Rwanda, kulingana na mashahidi kadhaa wa eneo hilo. Taarifa kutoka eneo hilo zinaonyesha kuwa kulikuwa na uharibifu mkubwa wa mali kufuatia shambulio hilo. Hata hivyo, idadi ya waliokufa bado haijathibitishwa. Wahasi wanadai kuwa kuna raia kadhaa walipoteza maisha, lakini hadi sasa hakuna ushahidi wa picha wala uthibitisho huru uliowasilishwa kuthibitisha madai hayo. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, wahasi wa FCM23 walituhumu jeshi la Kongo FARDC kuhusika na shambulio hilo. Kundi hilo linadai kuwa drone ya kivita aina ya CH4 ilitumika majira ya saa 6 usiku na robo ama 0 herkar kulenga hapo Rubaya. Pia limelitaja shambulio hilo kuwa uhalifu wa kivita na kulitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua. Kwa upande wao, mamlaka za kijeshi za Kongo bado hazijathibitisha wala kukanusha tuhuma hizo. Ukosefu wa kauli rasmi unaendelea kuongeza sintofahamu kuhusu nani hasa anahusika na shambulio hilo. Katika mazingira ya ukosefu wa utulivu wa kiusalama katika wilaya ya Masisi, tukio hili linaonyesha kwa mara nyingine ugumu wa mgogoro unaoendelea, unaojumuisha mapigano yasiyo ya kawaida
anga pamoja na vita vya taarifa kati ya pande zinazohusika. Huku siku hiyo hiyo katika majira ya jioni, shambulio lingine la anga lililolengwa na drone likaripotiwa huko wilayani Masisi katika muktadha wa mvutano unaoendelea kati ya vikosi vya serikali na wahasi wa AFC M23. Kulingana na ushuhuda wa mashuhuda walioko eneo hilo, waliweka wazi kuwa drone ya kijeshi ilishambulia katika majira ya saa 10:15 jioni ama Sezer, nafasi iliyokuwa inashikiliwa na wapiganaji wa M23 kwenye kilima cha Bisunzu kinachoangalia eneo la kimkakati la Kinigi katika kijiji cha Lutingiti katika grupe ya Mfunyi Kibabi. Inadaiwa kuwa shambulio hilo limesababisha hasara kwa upande wa wahasi, huku wapiganaji kadhaa wakijeruhiwa na wengine kuuawa. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa majeruhi wamehamishwa kuelekea Rubaya, kituo kikuu kinachodhibitiwa na wahasi, ambako wanapatiwa matibabu. Hata hivyo, hakuna idadi rasmi ya waliouawa au kujeruhiwa iliyotolewa hadi sasa, na upatikanaji huru wa eneo hilo bado ni mgumu, jambo linalofanya iwe vigumu kuthibitisha taarifa hizo kwa mara moja. Hadi sasa shambulio hili, kama ilivyo kwa mashambulio mengine ya hivi karibuni katika eneo hilo, halijadaiwa rasmi na upande wowote. Hata hivyo, katika taarifa iliyotolewa mapema siku hiyo, AFC M23 imezituhumu nguvu za serikali kutoka Kinshasa kuhusika na mashambulizi yote ya drone yaliyorekodiwa Jumapili hiyo. Licha ya hali hiyo, eneo la Kinigi linaendelea kubaki chini ya udhibiti wa wahasi wa AFC M23. Hali ya usalama inaelezwa kuwa tete sana, huku operesheni za kijeshi zikiongezeka na hali ya kutokuwa na uhakika ikiendelea kuwakumba raia waliokwama katikati ya mapigano hayo. Ila katika muktadha wa kujibu mashambulizi hayo na drone katika baadhi ya maeneo yanayomilikiwa nao, wahasi wa M23 RDF wanadaiwa kulipiza kisasi. Huko mkoani Chopo, tahadhari ya kiusalama iliripotiwa jioni ya Jumapili mjini Kisangani, ambapo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangoka ulilengwa na jaribio la mashambulizi mawili kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drone, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyolingana. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa eneo la tukio, unadai kuwa ndege mbili zisizojulikana ziligunduliwa majira ya saa 12 jioni ama 18 katika maeneo ya karibu na miundombinu ya uwanja wa ndege. Kuonekana kwa vifaa hivyo kulisababisha harakati za haraka na vikosi vya usalama ambavyo vilifanikiwa kuvidhibiti kabla havijafikia malengo yao. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa hatua hiyo ya haraka ilizuia uharibifu mkubwa. Ni hasara ndogo tu za mali ziliripotiwa bila kuwepo kwa vifo au majeruhi. Kutokana na hali hiyo, hatua za tahadhari zilichukuliwa mara moja. Safari za ndege zilizokuwa zikiendeshwa na kampuni ya CAA kati ya Kisangani na Kinshasa zilisitishwa kwa muda ili kuruhusu mamlaka kuimarisha ulinzi na usalama katika eneo la uwanja wa ndege. Tukio hili linatokea katika kipindi cha tahadhari ya juu, wakati mamlaka zinaendelea kuchunguza kwa kina mazingira ya jaribio hilo la shambulio pamoja na chanzo cha ndege hizo. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, hakukuwa na tamko rasmi lililotolewa, lakini uchunguzi unaendelea ili kubaini wahusika na nia yao, huku nadharia nyingi zikihusisha mashambulizi hayo na wahasi wa AFC M23 RDF kufuatia tamko za kujisifu zinazotolewa na baadhi ya watangazaji na watu walio karibu na uasi huo kwenye mitandao ya kijamii. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa yale ambayo yanaendelea kutengeneza vichwa vya habari katika muktadha wa kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari moto kutoka kwetu. Tukutane kwa majaliwa. Asante.